Kwanza, napenda kwa niaba ya serikali kutoa pole kwa Padre Dr. Charles Kitima, Katibu Mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Lakini pia pole kwa baraza zima la maaskofu na kanisa kwa ujumla kufuatia tukio la kushambuliwa na kuumizwa vibaya wakiwa kwenye makazi yake. Serikali inalaani vikali na kukemea tukio hilo pamoja na matukio mengine kama hayo ya uvunjifu wa sheria, na serikali imepokea kwa unyenyekevu rai iliyotolewa na kanisa kupitia kwa makamu rais wa TEC hapa. Napenda niwahakikishie Watanzania na wapenda haki, amani na usalama kuwa tayari serikali kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani imeviagiza vyombo vya dola kuwatafuta, kuwakamata na kuwachukulia hatua kali za kisheria waliohusika na hilo na wale wote watakaothibitika kuhusika na matukio kama hayo ambayo hayakubaliki kabisa mahali popote. Nawaomba sana wahashamu maaskofu, waklero na wote walioumizwa na tukio hili baya kujikabidhi kwa Mungu pale tunapoumizwa na udhalimu, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya 2 aya ya 19 ambayo inasema, maana huu ndio wema hasa, mtu akivumilia huzuni kwa kumkumbuka Mungu pale ateswapo isivyo haki. Aidha, ninawasihi sana Watanzania wote tuendelee kupendana na kusimama pamoja kulaani matendo hayo mabaya yasiyoakisi Tanzania yetu inayosifika kama kisiwa cha amani. Ni wito wa serikali kwa Watanzania wote kujitokeza kuhuisha taarifa zao katika daftari la kudumu la wapiga kura na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi kwa kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, kushiriki kampeni na kujitokeza kupiga kura siku ya uchaguzi. Napenda kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani na utulivu wakati wote wa maandalizi na kampeni za uchaguzi mkuu mwezi Oktoba. Ni muhimu pia kuepuka kauli za kibaguzi, kichochezi, uzushi na upotoshaji kupitia mitandao ya kijamii na njia nyingine za mawasiliano kwa misingi ya tofauti ya itikadi zetu za kisiasa, kidini, kabila au rangi. Ninawaomba sana waamini wenzangu na Watanzania wote kuzingatia maandiko matakatifu yanayotuasa kuitafuta amani, kama tunavyosoma katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro sura ile ya 3 aya ya 11 ambayo inasema, na aache mabaya, atende mema, atafute amani, aifuate amani. Na katika hili tujitahidi pia kujizuia, na hasa kuzuia ndimi zetu kama tunavyoelekezwa katika waraka wa Yakobo sura ile ya 1 aya ya 19 mpaka 20 ambayo inatuelekeza kwamba hayo mnajua, ndugu zangu wapenzi, basi kila mtu na awe mwepesi wa kusikia, bali si mwepesi wa kusema wala kukasirika, kwa maana hasira ya mwanadamu haitendi haki ya Mungu. Tukumbuke kwamba amani yetu haina mbadala, na hivyo ni wajibu wetu sote kulinda amani na utulivu wa nchi yetu. Ninapenda kuwaasa vijana kutokubali kutumiwa na wanasiasa wenye uchu wa madaraka walio tayari kuwatumia kuchochea vurugu wakati wa uchaguzi kwa manufaa yao wenyewe.
napenda pia kuwasisitiza watendaji serikalini kutenda haki katika utekelezaji wa majukumu waliokabidhiwa. Lakini vile vile ni muhimu kuendelea kuliombea taifa letu kwa Mwenyezi Mungu ili liwe na amani na utulivu, na hasa mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge na madiwani. Wahashamu maaskofu, mapadre, watawa na wageni waalikwa, napongeza homilia nzuri sana iliyosheheni mafundisho ya msingi kwetu sote. Lakini pia nimepokea risala ya kanisa iliyosomwa mbele yetu na Mhashamu Askofu Lazarus Msimbe wa Jimbo Katoliki la Morogoro. Nimepokea ombi mahususi la kanisa la kurejeshewa ardhi ya bodi ya wadhamini ya Kanisa Katoliki Jimbo la Morogoro, ambao sasa ni sehemu ya Jimbo Jipya la Bagamoyo, ambayo kwa sasa ni sehemu ya chuo cha ADEM. Kwa kuwa madai haya yamekuwepo kwa muda mrefu, ni wakati mwafaka sasa yakapatiwa ufumbuzi wa kudumu. Na kwa ajili hiyo, ninamwelekeza Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia aunde timu maalum itakayoshirikisha wataalamu kutoka wizara yake ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, Wizara ya Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, na Ofisi ya Rais, Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa, ili wakae mezani na uongozi wa Kanisa Katoliki Jimbo la Bagamoyo ili kujadili na kutoa mapendekezo ya namna ya kufikia ufumbuzi wa swala hili. Aidha, taarifa ya timu hiyo ya pamoja iwasilishwe serikalini mapema iwezekanavyo kwa ajili ya uamuzi. Mwisho, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais aliyenituma kumwakilisha katika maadhimisho haya, narudia tena kumpongeza sana Mheshimiwa Askofu Stefano Msomba OSE kwa kusimikwa kuwa askofu wa kwanza wa jimbo hili. Aidha, ninamtakia Mhashamu Baba Askofu Msomba afya njema na umri mrefu ili aendelee kutubariki, kutufundisha na kutuombea. Vile vile ninawataka waamini wa Jimbo Katoliki la Bagamoyo, wananchi wa Bagamoyo na wote wenye mapenzi mema, heri katika uzinduzi wa Jimbo Jipya la Bagamoyo. Na naomba sasa nimalizie hotuba hii kwa kukabidhi fedha kidogo, shilingi milioni 20 ambazo Mheshimiwa Rais amenituma nimkabidhi Baba Askofu kwa ajili ya mafuta ya gari ya kuanzia ziara zake za kichungaji katika jimbo